Kuna jambo nimefunuliwa, inabidi kwa kweli niliwakilishe kwenye umma ili liweze kueleweka. Katika video ya mwisho niliyoifanya, nilizungumza habari ya uwepo wa watu weusi katika nchi ya Iran, yani kwa maana ya sasa, ambayo baadaye kabla ya hapo iliitwa Persia. Lakini ufunuo niliopewa ni kwamba kabla Persia haijaitwa Persia, pale kulikuweko na watu weusi ambao walijenga mji unaitwa Susa, ambao kwa sasa hivi ni Shushi. Sasa na wote walihesabika, yani kabla hawajawa Persia, kuna mtu mweusi. Kwanza anza kutia akili hapo kwamba kabla ya Persia ambaye mnamuelewa kwamba ni Mwarabu mweupe, alikuweko mtu mweusi. Sasa hapa nafikiri kuna jambo nimeliona kwenye mtandao, limerekodiwa siku 3 zilizopita, linazungumza habari ya lugha, na ndio maana nimekuja leo hapa niweze kurekodi ili kufafanua hili jambo, kwa sababu tunapozungumza mtu mweusi kokote aliko kuna lugha ambayo anaendelea nayo huko, na usije kadhani kwamba mtu mweusi tunalazimisha kwamba lazima awe na zile lugha zetu zilizoko kwa sasa Afrika, kwa sababu hapa tunazungumza habari ya kale, yani mtu mweusi wa kale, ndio historia tunayozungumza hapa. Na ndio maana tunasema huyo mtu mweusi wa kale alikuwa ametokea Afrika akatawanyika kwenda nchi zingine. Ndio hao waliokwenda kujenga mji wa Susa huko Iran enzi hizo, ambao walidumu katika himaya yao kwa muda wa miaka 3000, ambao hata sisi na hizi kalenda zetu hatujafika, tuna mwaka 2026 tu sasa. Kwa hiyo unaweza ukaona yale maelezo niliyokuwa nawaambia kwamba ukiuliza mtu mweusi wapi himaya yake, jibu ni kwamba ni dunia mzima. Kama nilivyosema, wa Aboriginal Walikuri wako Australia. Sasa ninachotaka kukiweka sawasawa, kilichotatanisha zaidi ni hizi lugha hapa. Kuna tabu nimeiona huko kwenye hiyo clip, inasema kwamba Waarabu sio wageni Afrika, bila kufafanua. Sasa mimi nitafafanua. Waarabu sio wageni Afrika kwa sababu mmoja. Wewe ukisikia mtu anaitwa Mwarabu, sio lazima awe mweupe. Wapo watu weusi kuliko hata mimi, yani kama wale wa Sudani ni Waarabu, na ndio hao tunaozungumza walikuwa Kanani humo, yani walikwemo humo Mashariki ya Kati na mpaka huko Irani. Na ndio maana nikaeleza kwamba hata hayo majeshi yaliyokuwa yanapigana, idadi kubwa ilikuwa ni watu weusi, lakini uraia wao ndio ulikuwa unasababisha wao kwenye jeshi husika, sio rangi. Nyakati hizo ilikuwa itizamwe rangi, lakini rangi iliyotawala ya watu walio wengi walikuwa ni watu weusi. Sasa ukiangalia chimbuko la watu weusi, ndio hili inakuja, walitokea Afrika, na Afrika yenyewe walitokea Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni wale wale ambao wanakuja kuunganika na Wabantu, ambao historia niliyoisikia huko kwenye hiyo klipu inasema Wabantu wao walitokea magharibi, kule Afrika Magharibi, wakashuka kwenda nchi za South Africa mpaka South Africa huko, kitu ambacho wamesahau kwamba Mwafrika baada ya kuwa ile bustani ya Edeni, manake si ndio chimbuko Afrika agano la kwanza ilitakiwa watawanyike dunia mzima. Sasa wasizungumze kwamba eti walitawanyika wakenda tu hao Wabantu chini tu kwa South Africa ikawa basi, haiwezekani. Sasa kama ndivyo hivyo, hao weusi wa huko Warabuni walitoka wapi? Na wale weusi walioko Aboriginal kule Australia walitoka wapi? Na wale waliokuwa kule Brazil na visiwa vya West Indies na kule Marekani, wale the Moors na kule Italy walitoka wapi? Manake lazima uelewe kwamba hata huyo unayemwita Julius Caesar, huyo
alikuwa na askari wake walikuwa watu weusi kama sisi, na walikuwa wanaitwa Wataliano. Sasa lazima jambo moja tuelewane hapa. Dini ya Kiislamu imeingia Afrika rasmi na imeingizwa pale, na hawa jamaa wanajiita nani? Kabla ya Byzantine, ambao na wenyewe wanarandana, maanake walitokea na wenyewe maeneo yale yale ya Asiria ya zamani au Syria au hiyo inaitwa Jordan pale na huko Uturuki, na hata hiyo Iraki ambayo ndio ilikuwa Babylon, alafu Irani ndio ilikuwa Persia, lakini Persia ndio hiyo ilikuwa baadaye mwanzoni wake kabisa huko nyuma walikuta tayari imeshakuwa ina ustaarabu uliojengwa na watu weusi. Sasa wale watu weusi wale ndio wa Irani ile ya mwanzo ile kabla ya Persia, wale ndio walitokea huko Afrika. Sasa wakati wa Persia wanakuja sasa kwa mara ya kwanza, manake baada ya kuwa wameondoka muda mrefu, manake chanzo chake ni hapa, ni weusi hawa wa Persia hawa. Sawa jamani, wana mchanganyiko kwa sababu walimpindua yule wale watu waliojenga ile Susa ambao walikuwa ni weusi watupu Kwa ina maana mateka baadaye walikuja wakajiunga na himaya hiyo mpya. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa, kuna mchanganyiko wa askari waliokuja na wengine walikuja wakapigana na Waafrika wenzao, yani kwa maana ya asilia yao, yani wanarudi kinyume nyume, ndio wakaja wakaiteka tena Misri kwa mafarao, na farao walikuwa weusi. Kwa hiyo jamani, hapa tunapishana mahali padogo sana, lakini kinachotupishanisha nishaelewa mimi ni dini ambazo ndio hizo. Sasa ngoja niendelee. Zilianza kuingia Afrika ile ya zamani, tuseme hivyo manake wametokea Afrika, kipande kimojawapo cha Afrika huko Mashariki ya Kati, wanashuka kuja kutaka na wao wafanye kama Byzantine waliofanya, na au kama walivyofanya wale wa nani hawa Persia. Kwa hiyo hawa jamaa ambao wanaita Waarabu sasa, manake Waarabu hawa ndio wale baadaye walikuja Mamluks wale, na walikuja na wengine nilipata tabu kuwataja wale. Sawa jamani? Ndio wakaja wakaona wanapasiana mpaka ilivyofika kwa Ottoman, ambaye alikuwa ni Othman yule. Himaya yake hiyo ya Ottoman Empire ndio iliyokwenda ikaanza sasa kueneza dini ya Kiislamu. Sasa ukimsikia mtu Sudani anaongea Kiarabu ni kwa sababu amejifunza kutokana na baada ya kuwa Ottoman amewasilimisha watu pale na amefanya makazi yake pale na nini. Kwa hiyo lugha zilikuwa zinabadilika, kama ilivyokuwa Mgiriki alivyokuja Misri pale akateka na yeye akalazimisha lugha ya kiserikali ilikuwa na kibiashara ilikuwa Kigiriki. Lazima tuelewane hapa, ilikuwa Kigiriki, na Mrumi naye alikuwa anafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo yote anayekuja kutawala alikuwa anahakikisha kwamba lugha yake lazima ndio mstari wa mbele. Kwa hiyo na Mwarabu alifanya hali kadhalika. Kwa hiyo isije mtu akatueleza kwamba eti Uarabu wa lugha ulitokana tu kwa sababu sio lazima ulikuwa ni wa watu weusi, watu weupe peke yake, ilikuwa ni wa watu weusi vile vile. Kwa hiyo ukisema Mwarabu humaanishi kwamba lugha yake unamaanisha, yani humaanishi rangi yake, unamaanisha lugha yake. Lakini lazima hili jambo moja ambalo mimi sikuliona kama waliweka bayana, kwamba kila mmoja anayeteka mahali alikuwa na yeye anafanya nini, anahakikisha lugha yake inakuwa inatawala vile vile. Kwa hiyo ukizungumza habari ya kwamba Sudani wanaongea Kiarabu, sijui Nigeria wanaongea kinini, zile zote nchi za Saheli kule na hizo nchi za Morocco na hizo nchi za Libya na hizi nchi za Tunisia zote zinaongea Kiarabu, lakini asili yake kaulize, kabla hajaingia huyo Mwarabu kwenda kutaka huyo Ottoman Empire, kabla hajafika huko walikuwa wanaongea lugha gani? Hilo ndio tunataka tulijue. Sasa ukiniambia habari ya kwamba eti Uarabu hauchagui rangi, sawa, siwezi kukataa, kwa sababu kuna Waarabu hawa akina waliokuwa Susa kule ambao wanaitwa Elamites wale Elamites wale walikuwa weusi kabisa kama hao wa Sudani, ni Kinubi kabisa ile.
Na ndio maana tukajaribu nikajaribu kulifafanua hili jambo la kusema jamani, hata huyu Kristo alikuweko kweli, alikuweko, lakini sio huyo Kristo wanayemsema Warumi ambaye alikuja hapa akawafia watu dhambi msalabani. Si kweli. Yeye alikuja kusawazisha baadhi ya mambo baada ya kuona ibada za Mwafrika zimeshahama kwenye ule uhalisia wa mwanzo. Watu wanaabudu sasa masanamu. Sasa ukiniambia habari ya dini hizi mbili za Kiislamu na Kikristo, zimekuja juzi. Lazima tuelewane hapa, zimekuja juzi, kwa sababu wakati yeye anakuja hapa, huyo Kristo mweusi popote alipo sasa, maanake kwa sasa hivi kwa kusema kweli, mimi naanza kuona kwamba popote alipokweko, lakini alikuwa ni mtu mweusi, kwa sababu tayari kuna ushahidi unaosema kuna Waarabu weusi. Kwa hiyo kuna uhakika wa kwamba kuna Wapalestina weusi. Kwa hiyo kuna uhakika kabisa kwamba wavamizi pale ambao walikuja kuvamia yale maeneo ni hawa wanaoitwa Mayahudi, ambao mimi nilisema kabisa kwamba hawa walitokea upande wa Ukraine kule, upande wa Urusi. Sasa ukiweza kupambanua namna hiyo, ndio unaweza kujua kwamba vyovyote watakavyosema, lakini huyu Kristo aliyokuja alikuja kabla hata huo mnaoita Ukristo ulikuwa haupo, kwa sababu yeye hakuja hapa kwa ajili ya kueneza dini wala kuanzisha dini. Kwa hiyo haya mengine yamekuja kama matokeo ya mwangwi wake yeye, ambao ndio uliowafanya Warumi waanze kupata mwanga hata wakupatia mahali pa kuanzia kuandika maandiko, kwa sababu tayari kulikuwa na maandiko ya mafundisho ya huyu Yeshua ambaye ndio huyo Kristo wa kweli, ambaye rangi yake alikuwa ni mtu mweusi, alikuwa na rangi ya nyeusi kama ya kwangu. Kwa hiyo sasa unaponaambia dini ya Kiislamu, dini ya Kiislamu imetokana vile vile, imeiga mfano wa Warumi kwa ajili ya kuitawala dunia, na ushahidi upo kwa huyu wa mwisho ambaye ni Ottoman miaka 1110 na kitu hivi, ndiye huyu aliyeanza sasa kuongeza himaya ya Uislamu, ya Kiislamu. Kwa hiyo tunarudi pale pale kwamba katika ile dhana na ile hamu ya kutaka kutawala dunia ni inafanana na ile ya Mrumi ya kutaka kutawala dunia. Inafanana na sawa kabisa na Alexander the Great wa Ugiriki, ambaye naye alikuwa na hamu ya kutaka kufanya nini? Kutawala dunia. Ni hamu ile ambayo Hitler wa Ujerumani alitaka kutawala dunia. Kwa hiyo ndugu zanguni, lazima muelewe hili jambo. Mnapolichanganya na mambo ya kiroho na mambo ya kiulimwengu, ambapo watu wameingiza tamaa, ndio ile kukengeuka kuwa kinyume na Mungu. Kwa sababu hawa wanapotaka kutawala dunia tena kwa nguvu, ina maana wanataka wawe miungu watu. Tuelewane hili jambo vizuri sana. Kwa hiyo ndugu zanguni, hali yenyewe imekaa namna hiyo. Mimi nadhani nitatakiwa nirudi tena ili na lenyewe niendelee kulidodosa na kuweza kulifafanua, kwa sababu ufunuo niliopewa, nimehimizwa kabisa hili jambo lazima uende kwa rekodi, kwamba hapa watu wanaanza kuchanganyika, kwa sababu hata hiyo clip iliyotoka juzi hiyo ilikuwa ni watu wa Oman. Ni wa Oman wale. Naona watu wengi walikuwa na vilemba, sijui ilifanyika wapi ile vilemba, lakini wanaongea Kiswahili, kwa sababu Oman wanaongea Kiswahili. Kwa hiyo imekaa namna hiyo. Jamani, mtu mweusi ana nafasi yake katika ukuu wa dunia hii. Mwachieni hiyo nafasi, na kwa sababu msipokataa nyinyi, ina maana kadiri ya muda unavyozidi kuja, mambo haya yatawekwa wazi. Mimi nimekuwa nikilizungumza mara kwa mara jambo hili. Kwa hiyo ndugu zangu, nimekaa namna hiyo. Sisi huu Waarabu tunaona wa lugha hizi za nchi zetu za huko magharibi huko, yaani kaskazini huko Saheli, ni kwa sababu Ottoman Empire alichukua hayo maeneo kwa nguvu, kwa vitu, na kusilimisha watu kuingia Uislamu.